Kama ni mapenzi ndiyo haya, naona bora nikimbie. Nashindwa kulala, haja ya moyo wangu unaijua. Kwa sasa hivi kwanza nimepumzika kwanza mpaka pale Mungu atakapo nibariki. Naacha zinaa, nimeacha zinaa sasa hivi. Ni Dodoma ambapo Global TV tumepiga kambi kwenye kambi ya wanamuziki wa Bongo Flava Wachonga, ambapo kesho tarehe 22 ya mwezi wa 8 2026 wana show kubwa ambayo inafanyika Chinangali, na nimezungumza na mrembo Lina Sanga, mwanamuziki wa Bongo Flava ambaye ana kipaji kikubwa. Tumezungumza mengi sana, maisha, muziki na show. Kaa hapa uweze kufahamu kila kitu. Global TV tutakuletea update zote kubwa kuhakikisha kwamba utaenjoy. Mimi naitwa Gabi Mtanzania, nyuma kamera Zakaria Master Gamondi. Habari yako na hongera kwa kujitunza. Habari yangu ni nzuri, nashukuru Mungu, ni Mungu tu. Mtu akikwambia unajitunza, akili yako inawaza nini? Unajitunza na nini? Najitunza kwenye vitu vingi. Unajua mimi ni mtoto wa kike. Watoto wa kike tunatumika kwenye vitu vingi. Wengine tumezaa kwenye kulea, kwenye ndoa, kwenye huyu leo huyu kesho kutwa huyu, mapombe manini ya. Kwa hiyo hivyo ndivyo ninavyoelewa kwenye kujitunza. Kwa hiyo mimi najitahidi sana ku maintain hivyo vitu vyote ambavyo vinaweza vikamfanya mtoto wa kike akachoka kwa haraka. Upepo wa miaka 30 ya Bongo Flava Dodoma umemchota Lina na yuko hapa Dodoma. Tuambie, baada ya kukanyaga ardhi ya Dodoma, kauli yako ya kwanza kwa mashabiki, lakini kwa simu ambayo ulipokea kwamba wewe ni mmoja kati ya watu ambao wanakwenda kushiriki kwenye show hii, kiu yako ya kukutana na marafiki pamoja na mashabiki zako? Kwanza kiu yangu ni kubwa, kwa sababu miaka 30 ya Bongo Flava ni kubwa pia. Kwa hiyo kwanza niseme tu nashukuru kwa kupata nafasi hii, kwa sababu kuna baadhi ya wale mashabiki ambao walikuwa wanatusikiliza sisi, wanatamani kutuona lakini walikuwa hawapati nafasi, lakini leo wamepata, kesho watapata nafasi ya kutuona pale. Kwa hiyo mimi nafurahi na ninatamani sana niwaimbie zile nyimbo zote, yani ili kiu yao yote ikatike. Kwa hiyo wategemee tu mambo mazuri, wategemee masurprise ya kutosha. Vionjo vitatu vya chorus tofauti tatu ambazo zinakwenda kubaluzwa kesho. Hata kama zibaluzwi kesho, lakini tujue hizi ni sign ya Lina. Kama ni mapenzi ndiyo haya, naona bora nikimbie. Nashindwa kulala, haja ya moyo wangu unaijua. Tusigombane kisa message hiyo, baby sijui amekosea namba, haipaswi kulalamika, na nyingine na nyingine na nyingine nyingi. Na hii nyimbo ya pili ambayo umeimba, inasemekana kwamba idea ilikuja baada ya aliyekuwa boyfriend wako wa zamani Amini. Ndio nataka kumwacha, likaja ile idea mkafanya. Ipi hiyo? Ipi? Bora nikimbie au no? Bora nikimbie ni wimbo tu ambao niliandikiwa na huyo Amini. Lakini si kwa sababu yani haina ukweli ambao unatuhusu sisi. Watu wanasema kwamba kolabo yenu au kapo yenu wewe na Amini ilikuwa ya moto sana. Nini kilisababisha wewe na Amini mpite kulia mmoja apite kushoto? Kuna vitu tu ambavyo vilikuwa nje ya uwezo wetu, tukaamua kila mtu aende huku na mwingine aende huku. Unajua sio kila kitu cha kusema ukiongelea uweke hivi. Watu walishasahau, watu walisharidhika. Basi hivyo, lakini ni tofauti tu ambazo zilitokea, mimi nikashindwa na mwenzangu akashindwa, basi kila mtu akaenda njia yake. Wakati unapigiwa simu na unashirikishwa wimbo na naibu waziri wa habari, sanaa na michezo, mwana FA, mwana falsafa ya Laiti, ilikuwaje? Na ukiusikia huo wimbo, kipindi kile alikuwa sio naibu waziri, msanii wa kawaida, sasa ni mheshimiwa na unapata nafasi labda mtaperform kesho, ni kitu gani ambacho kinawaza kwenye akili yako? Kwanza nakumbuka mimi nilikuwa bado niko THT, Marembo Siruge ndio aliniambia kwamba Mwana FA amekuja na idea kali. Mimi nafikiri ukikaa huko kwenye hii chorus tutatisha sana, na hata hivyo yeye mwenyewe amesema anataka wewe ndio ukae huko. Basi kweli nikaenda studio tukafanya kazi. Kwanza nimshukuru mheshimiwa naibu waziri kwa kuniamini kwanza, unajua. Na kwa upande wangu mimi ni kitu kikubwa, kwa sababu sikujua kama kitadumu mpaka leo. Ni miaka 10 na sasa hivi.
Ni miaka kama 16 toka tumefanya hii nyimbo, lakini yani kadri miaka inavyozidi kwenda wimbo ndo unazidi kuwa mpya. Umeelewa sio? Kwa hiyo kwangu mimi ni heshima kubwa na ni kitu kikubwa. Kufanya kitu na kikadumu milele na milele sio kitu kidogo. Yes. Sanga huwa analala saa ngapi? Viwanja sana. Yaani muda wako wa kupumzika huwa ni saa ngapi? Mimi sio mtu wa viwanja sana. Yaani kitokea nimetokaga, yani ndo watu tu tunakutana wananiona nimetoka mara moja, lakini napumzika zangu tu mapema. Ikitokea nimetoka na vibe, of course kweli mimi ni mtu wa kupenda kuvibe, siwezi kudanganya wala siwezi kukataa. Kwangu mimi ndo starehe yangu, ndo furaha yangu. Napenda kuenjoy, napenda kuvibe, as long as mambo mengine yanafanyika na yanaendelea, kwangu it's okay. Na nalala tu mapema, yani na vibe ule muda wangu ambao nimejipangia, let's say masaa 5, masaa 6, then naenda kupumzika. Yep. Mvua au jua ni kitu gani ambacho wewe unakipenda? Mvua. Mimi ni pieces baba, mimi ni samaki. Nyota yangu ni samaki. Mvua, napenda maji. Niliona siku moja umevaa zako kanga moja nini, afu mvua inanyesha, mvua inakumwagikia. Ile picha unaipenda kiasi gani? Nafu ile picha ilitokea tu yani. Yaani si kwamba eti nilipanga eti nipige sui ni post wala hata. Yaani ilitokea tu, mimi nilikuwa naona tu kama na have fun hivyo. Yeah, kwa hiyo sio kwamba ni picha ambayo naipenda, hapana. Nilifanya tunajua ile kwamba katika kwa fun, hebu ni snap hapo na cheza kwenye mvua nini hivyo. Yeah. Lina sasa amekuwa mdada mkubwa. Lini anaingia kwenye ndoa? Kwenye swala la ndoa mimi namwachia Mungu kwa kweli, kwa sababu ni jambo jema, lakini siwezi kusema kwamba nalipanga kwamba ni leo au kesho. Wewe unachukua muda gani kubadilisha mahusiano? Mimi nikikaa sipendi kwanza kubadilisha mahusiano. Ndio maana ukifuatilia mahusiano yangu yote au kwa watu wangu wa karibu wanaonijua, huaga nakaa muda mrefu sana kwenye mahusiano. Yaani ukiona nimeachana kwenye ile uhusiano unajua kuna tatizo kubwa sana. Lakini mimi ni mtu wa kukaa kwenye mahusiano muda mrefu. Yaani nafikishaga hata miaka 6. Lakini pia sio sifa, kwa sababu ni dhambi pia. Kukaa kwenye mahusiano kwa muda mrefu alafu hamhalalishi sio kitu kizuri. Kwa hiyo kwa sasa hivi kwanza nimepumzika kwanza mpaka pale Mungu atakapo nibariki. Naacha zinaa. Nimeacha zinaa sasa hivi. Umeacha zina? Sawa. Miaka 30 ya Bongo Flava. Kwako ukisikia tu title namna hiyo inahesabu nini? Miaka 30 ya Bongo Flava. Ni heshima tu kwa kaka zetu au dada zetu ni heshima kwa kaka zetu na dada zetu ambao wamefanya muziki ndani ya miaka 30. Kuna kitu wasanii upcoming wanaweza wakajifunza kwa wasanii ambao wamechonga barabara na kiwanda cha Bongo Flava? Yeah, vitu viko vingi tu, uvumilivu, nidhamu katika kazi. Hatuwezi ndio kufanana tabia na kila kitu na mienendo, lakini nidhamu, uvumilivu, kujiamini, kujikubali, kuendelea tu kufanya kazi nzuri, that's it. Neno lako kuelekea miaka 30 ya Bongo Flava, tumalizane mimi na wewe. Mimi nawatakia safari ndefu. Hivyo yani show zikawe nzuri, fursa kwa wasanii wengine ambao kuna wasanii wengine tuliona kwenye show ya kwanza hawakuepo, lakini show ya pili wakawepo. Show ya tatu hawakuepo, lakini show ya pili hawakuepo, lakini show ya tatu wapo. Kwa hiyo ipatikane fursa kwa wasanii wengine na wengine zaidi. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.